Kiungo wa Argentina Leandro Paredes amezungumza kwa mara ya kwanza tangu kumalizika kwa fainali ya Kombe la Dunia 2026, akieleza kuwa anajivunia kwa dhati juhudi ambazo timu yake ilionyesha licha ya kupoteza taji kwa bao 1-0 dhidi ya Hispania. Baada ya muda wa nyongeza, Paredes alisema kikosi cha Argentina kilipambana hadi dakika ya mwisho na kwamba mashabiki wao wanastahili pongezi kwa kuendelea kuwaunga mkono katika mashindano yote yaliyofanyika nchini Marekani, Mexico na Canada. Kauli yake imekuja wakati mjadala mkubwa ukiendelea kuhusu matukio ya vurugu yaliyozuka mara tu baada ya filimbi ya mwisho. Mchezo huo wa fainali uliochezwa New Jersey ulikuwa na ushindani mkubwa, huku Hispania ikitawala umiliki wa mpira na kutengeneza nafasi nyingi za kufunga. Bao pekee la ushindi lilifungwa na Ferran Torres katika muda wa nyongeza baada ya Argentina kushindwa kabisa kulenga lango kwa dakika zote 120 za mchezo. Ushindi huo uliwezesha Hispania kutoa ubingwa wa dunia, huku Argentina ikimaliza kampeni yake ikiwa imeshindwa kutetea taji lake. Katika kipindi cha pili, Paredes aliingia uwanjani kama mchezaji wa akiba na muda mfupi baadaye akaonyeshwa kadi ya njano kutokana na mchezo wa nguvu. Licha kuendelea kufanya makosa kadhaa yaliyowafanya wengi kudhani angeweza kutolewa nje kwa kadi ya pili ya njano, aliendelea kucheza hadi mwisho wa mechi. Mtindo wake wa kucheza kwa mabavu umekuwa ukijadiliwa kwa muda mrefu, na katika fainali hiyo alionekana tena akiwa mstari wa mbele katika mapambano ya kuzuia kasi ya upinzani. Baada ya mchezo kumalizika, hali ilizidi kuwa mbaya wakati wachezaji wa timu zote walipoingia katika mabishano yaliyogeuka vurugu. Ripoti mbalimbali zimedai kuwa Paredes alionekana kumsukuma beki wa Hispania Eric Garcia na baadaye akihusika katika tukio lililomwangusha Gavi, jambo lililozua mjadala mkubwa kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari. Shirikisho la mpira wa miguu FIFA limefungua uchunguzi kuhusu matukio hayo ili kubaini kama kutakuwa na hatua za kinidhamu dhidi ya wachezaji waliohusika, ingawa awali ilidaiwa kuwa Paredes alipewa kadi nyekundu. Taarifa za baadaye zilieleza kuwa hakuna adhabu rasmi iliyotolewa uwanjani. Licha ya ukosoaji mkubwa kuhusu mwenendo wake baada ya mchezo, Paredes hakuzungumzia kabisa kuhusu vurugu. Badala yake alisisitiza kuwa anajivunia kuvaa jezi ya Argentina na kushiriki safari ya timu hiyo hadi fainali ya Kombe la Dunia. Mashabiki na wachambuzi sasa wanasubiri uamuzi wa FIFA kuhusu uchunguzi unaoendelea, huku wengi wakiamini kuwa matokeo yake yanaweza kuathiri ushiriki wa baadhi ya wachezaji katika mechi zijazo za kimataifa. Kwa update zaidi za kimichezo na burudani kimataifa, endelea kutufuatilia kwenye mitandao ya kijamii Instagram, Facebook, X, tufollow kama Kasako Media. Jina langu naitwa Official Diaga. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.